Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndio asili yake. Basi kila ninapokuja hapa inanikumbusha miaka 10 nyuma, wakati naanza malezi ile sema uchungaji mdogo. Uchungaji wangu mdogo wa kwanza kabisa nilifanya katika parokia hii kunako mwaka 2018 nafikiri, ambapo katika hiyo uchungaji mkubwa parokia ilikuwa inaadhimisha miaka 10 ya parokia kama sijakosea. Tulifanya sherehe kubwa sana hapo kwenye huo ukumbi. Kipindi hicho ulikuwa una bati tu nafikiri na structure ile na nini, basi tukapiga kipunga huko tukasherehekea miaka 10 ya parokia. Kwa hiyo inanikumbusha vitu vingi sana, ukarimu na imani kubwa walionao watu wa parokia hii ya Mtakatifu Martha Mikocheni. Nipige makofi. Basi leo tunapofanya hizi novena ambazo kwa namna ya pekee baba paroko ameratibisha vizuri kabisa, tunafanya misa, mada mbalimbali, lakini pia na hiyo novena tunakuja tunahitimisha na sherehe hiyo ya parokia ambayo bila shaka itakuwa ni miaka 20 au 20. Aisee, ongeleni sana kwa miaka hiyo 20 ya uwepo wenu kama parokia hapa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Basi mada ambayo baba paroko alinishirikisha kwa ajili ya tutafakari pamoja ni juu ya uwepo wa Mama Bikira Maria katika liturujia ya kanisa. Tunamfahamu wote Mama Bikira Maria bila shaka, sidhani kama kuna mtu ambaye hamfahamu. Kuna mtu ambaye hamfahamu? Wote tunamfahamu Mama Bikira Maria, mama yake Yesu, mama wa Mungu. Na liturujia tunaifahamu kwa asilimia kubwa, kwa sababu kitendo cha kutambua uwepo wa Mungu tayari unakuwa umeshaanza kuzungumzia liturujia. Sasa tunajaribu kuangalia Bikira Maria anaingiaje katika liturujia, na kwa kiasi kikubwa anatokeza ama tunamshuhudia katika liturujia. Nimetumia vyanzo mbalimbali, maandiko, katekisimu, uratibu mkuu wa misale ya Kirumi na kitabu cha Baba Kaombe. Hiki kinahusiana na kuabudu daima kwa Ekaristi Takatifu, maana na namna. Sasa tutajaribu kuangalia hivyo vitu kwa haraka na kupitia humo tutatafakari na kuona sisi kama waamini tunaelewaje liturujia, tunamuelewaje mama, tunaelewaje huo uhusiano kati yake yeye na liturujia. Ndio hiyo mada itakuwa inatuongoza. Liturujia, neno la Kiswahili liturujia limetolewa kutoka kwenye neno la Kigiriki ama Kiyunani, leiturgia, manake huduma ya hadhara kwa ajili ya watu. Huduma ya hadhara kwa ajili ya watu. Huduma yoyote ambayo inafanywa mbele ya watu ama katika kundi fulani la watu, hiyo tunaita liturujia. Katika mapokeo ya zamani, liturujia ilimaanisha ushiriki wa taifa la Mungu katika kazi ya Mungu.
Kwa jinsi gani sisi tunashiriki katika kazi ya Mungu? Na kazi ya Mungu ni ipi? Kazi ya Mungu ni kuokoa. Sasa mimi na wewe tunaposhiriki katika hiyo kazi ya Mungu ya kuokoa, tunaweza tukasema tunashiriki liturujia. Tunashiriki liturujia. Na kazi ya Mungu ambayo tunasema inatuletea wokovu, tunaweza tukaifupisha katika fumbo kubwa kabisa, fumbo la Pasaka. Mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kupitia hayo mateso, kifo na ufufuko wake, sisi tunapata wokovu. Na tukiangalia tunaposhiriki haya maadhimisho mbalimbali, tunakuwa tunashiriki hilo fumbo kubwa la Pasaka. Tunashiriki hilo fumbo kubwa la Pasaka. Kumbe liturujia ni nini sasa? Liturujia ni ibada rasmi ya hadhara ya kanisa ambayo Kristo mwenyewe aliye kuhani mkuu anatenda pamoja na kanisa, yaani mwili wake. Ni ibada rasmi ya kanisa ambayo Kristo aliye kuhani mkuu kwa kushirikiana na sisi kanisa lake, mwili wake, tunapata wokovu kupitia hiyo kazi yake anayoitenda ya mateso, kifo na ufufuko. Kwa maneno mengine, ni kazi ya Kristo na kanisa la kumwabudu Mungu na kuwatakasa watu. Kazi ya Kristo na kanisa kumwabudu Mungu na kuwatakasa watu. Na kumbe tunakuja kupata lengo msingi la liturujia ni nini? Lengo msingi la liturujia ni kumwabudu Mungu na kutakatifuza watu. Sisi tumwabudu Mungu, tutamwabudu kwa namna gani? Kama ni kwa kusali, kwa kuimba, kwa kukaa kimya, kupiga magoti, yote hayo kumwabudu Mungu. Na tukishafanya hivyo tutakatifuzwe, manake neema inayopatikana katika hayo matendo ambayo tunayatanguliza. Kwa hiyo liturujia ina hayo malengo mawili, kumwabudu Mungu na sisi tutakatifuzwe. Kwa hiyo tendo lolote la liturujia ambalo litafanyika linakuwa linalenga hayo mambo mawili, kumwabudu Mungu na sisi tupate wokovu, tutakatifuzwe. Kiini cha liturujia ni nini? Ambalo hili tunaweza tukaona kama Mama Bikira Maria na liturujia inakuwaje? Kuna watu ambao wanafikia hatua ya kumweka Mama Bikira Maria mbele zaidi kuliko mwenyewe Yesu. Bikira Maria tunampa heshima ya juu kuliko watakatifu wote. Katika kuonyesha ule uchaji katika ibada hiyo ya liturujia, kuna ile hadhi ya juu kabisa ambayo tunampa Mungu. Manake tunamwabudu, tunamtukuza. Wanaofuatia hapo tunawaheshimu. Lakini kuheshimu huko kuna tofauti pia. Kwa hiyo Mama Bikira Maria anapata heshima ya juu zaidi kuliko mtakatifu yoyote. Kwa hiyo kiini cha liturujia ni Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Yesu Kristo mwenyewe ndiye kuhani mkuu, ndiye sadaka na ndiye altare ama sehemu ya kwenda kuitolea hiyo sadaka. Kama yeye ndiyo kuhani mkuu, kama yeye ndiyo sadaka, kama yeye ndiyo mahali pa kutolea sadaka, manake yeye ndio kiini cha maadhimisho yote ya kiliturujia ambayo tunayafanya. Baba Mtakatifu hayati Benedikto wa 16 alisema, tunaposhiriki misa takatifu, sakramenti, Yesu anatenda kupitia Roho Mtakatifu na kutuvuta sisi katika upendo wake wa kujitoa kwa Baba. Kiini cha maadhimisho yote ya liturujia ni Yesu mwenyewe, kwa sababu kupitia yeye anamtolea Mungu Baba hiyo sadaka takatifu
sadaka iliyo hai, sadaka isiyo na mawaa. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu hilo jambo linaweza kutendeka. Ndio tunapata maana nyingine, liturujia hatuwezi tukaitenganisha na uwepo wa fumbo kubwa kabisa la Utatu Mtakatifu. Ndio maana maadhimisho yetu na ibada mbalimbali ambazo tunazifanya, tunaanza na nini? Na ishara ya msalaba, na tunamaliza na ishara ya msalaba. Kwa hiyo huwezi ukatenganisha liturujia na fumbo la Utatu Mtakatifu. Nafsi ya Roho Mtakatifu katika liturujia. Roho Mtakatifu anauisha tendo la kiliturujia, yaani kama analipa uhai tendo lolote la liturujia, analipa uhai. Na kabla tujaenda mbali, tunaposema matendo ya kiliturujia ama nguzo kubwa za liturujia zipo 4. Nguzo kubwa za liturujia zipo 4. Ya kwanza ni adhimisho la sadaka ya misa takatifu. Misa takatifu ni nguzo ya kwanza katika liturujia. Nguzo ya pili ni liturujia ya vipindi. Liturujia ya vipindi tunaitaga masifu. Nguzo ya tatu ni kumwabudu Yesu nje ya adhimisho la misa takatifu, tunaitaga kuabudu Ekaristi, ambayo mara nyingi makanisa mengi hapa Dar es Salaam wanafanya Alhamisi, lakini sio Alhamisi, inapaswa kufanyika kila siku. Na nguzo ya 4 ambayo inaunda hiyo liturujia, tunasema liturujia ni kuadhimishwa kwa masakramenti. Kuadhimishwa kwa sakramenti. Kwa hiyo tunaposema liturujia inabebwa na hizo nguzo 4. Na tunaposema uwepo wa Mama Bikira Maria katika liturujia, manake Bikira Maria anapatikana ama tunaweza tukashuhudia uwepo wake ndani ya haya maadhimisho ama nguzo 4 zinazounda liturujia. Katika misa takatifu, katika liturujia ya vipindi, katika masakramenti na katika nini? Katika nini? Uwepo ama kuabudu Ekaristi. Tunaposali misa tunamwabudu Yesu Ekaristi, kwa sababu katika misa ndio mageuzo yanafanyika, mkate unakuwa mwili, divai inakuwa damu. Kutokea pale ndio tunaabudu pale, lakini kuna kuabudu nje ya misa, ndio hiyo kuabudu Ekaristi. Kwa hiyo kuanzia leo liturujia inabebwa na hivyo vitu 4: misa takatifu, kuabudu Ekaristi, kuadhimisha sakramenti na hiyo ya 4. Katika hayo yote ambayo tunayafanya, uwepo wa Roho Mtakatifu unakuwepo. Roho Mtakatifu anakuwepo. Na Roho Mtakatifu anafanya kazi gani? Analifanya kanisa liweze kumtambua Kristo kwa imani. Roho Mtakatifu ndo anakuongoza uwe na imani kwamba hapa kuna uwepo halisi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mahali hapa ni patakatifu. Ukikosa hiyo nguvu utashindwa kuamini, na utaona kama tunaigiza hivi, kama maigizo. Jambo la pili, anatubadilisha. Roho Mtakatifu anatupa nguvu ya kutubadilisha. Tunapoadhimisha haya mafumbo ama liturujia, mwisho wa siku inalenga katika kutubadilisha. Unapoingia kanisani ama sehemu ambapo tunaadhimisha liturujia yoyote, ikubadilishe, ndio inakamilisha lile lengo la kufanyaje? Kukutakatifuza. Yaani unapoingia uwe tofauti na yule ambaye atatoka humu. Ndio maana tunapohitimisha misa takatifu, mfano padre anasema misa imekwisha, sasa mnatumwa kufanyaje? Kuishi Injili. Manake yale mlio yaadhimisha hapa, muende mkawe wajumbe huko.
Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatuongoza kutubadilisha, kututakasa, anatutakasa, tunapata wokovu kupitia masakramenti tunayoadhimisha. Na kwa namna ya pekee Roho Mtakatifu anakuwepo katika maadhimisho ya liturujia, hasa nguzo ya misa takatifu, katika kile kitu wanakiita epiklesi. Epiklesi ni ile sala ambayo padri ama kuhani anasali mbele ya vipaji vya mkate na divai, viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ana nafasi yake kubwa tu katika maadhimisho yetu ya kiliturujia. Kanisa, yaani mwili wake, sisi sasa tuna nafasi ya kushiriki hiyo liturujia. Kila mtu ana nafasi yake. Kuhani ana nafasi yake, muamini ana nafasi yake. Na Bikira Maria ni kielelezo cha muamini anayetuonyesha mwenye imani juu ya maadhimisho hayo ya kiliturujia, kwa sababu alikuwa na imani kubwa. Imani yake ipo katika lile adhimisho ambalo tunaliadhimisha Pasaka. Pengine umeshawahi kujiuliza, tunapofanya sherehe ya Pasaka tunasomaga ile somo la Injili. Karibia wainjili wote wanaelezea simulizi la Yesu kufufuka. Na walioenda kaburini alfajiri na mapema walikuwa ni akina nani? Yeye tunayejua, tuitikie kwa nguvu. Nani na nani? Maria Magdalena na wanawake. Injili hazituambii mama yake Yesu alifanyaje? Alienda kaburini. Katika taratibu na tamaduni za Wayahudi, mtu ambaye alikuwa anahusika na hiyo kazi ya kwenda kukafini mwili baada ya kufa, mara nyingi alikuwa ni mtu wa karibu sana. Lakini cha ajabu, Yesu walioenda kukafini mwili wake kesho yake, hiyo alfajiri, walikuwa ni watu baki. Mtu ambaye tulitegemea ataenda ni nani? Ni mama yake Maria. Lakini kwa nini yeye hajaenda? Wameenda hao wengine. Umeshawahi kujiuliza kwa nini yeye hajaenda? Hajaenda kwa sababu hiyo ya imani. Yesu aliwaambia, nitateswa, nitakufa, lakini siku ya tatu nitafufuka. Kwa hiyo yeye alikuwa anajua, hakukuwa na haja ya mambo ya kwenda kupaka mwili manukato, kwa sababu alijua atafanyaje? Atafufuka. Ila wale, kwa sababu ya uchanga, udogo wa imani yao, hawakuelewa hilo fumbo, wakaenda. Kilichowapata tunakijua. Wakakutana na mtaani huko anasema wakakutana na manyoya, hawajamkuta. Kwa hiyo Bikira Maria ni kielelezo cha imani, kama mfuasi mwenye imani. Kwa hiyo tunapoadhimisha maadhimisho ya kiliturujia, kila mtu ana nafasi yake na kila mtu anapaswa kuwa na imani katika maadhimisho. Kuna nafasi ya kuhani ama kiongozi wa hilo tukio fulani la kiliturujia. Inaweza ikawa misa, inaweza ikawa liturujia ya vipindi, masifu, inaweza ikawa kuadhimishwa kwa sakramenti na kadhalika. Padri ana nafasi yake na muumini ana nafasi yake. Leo kuna changamoto huko katika makanisa ya wenzetu Ulaya, waamini wanataka kuchukua nafasi za mapadri katika maadhimisho ya kiliturujia. Wanawake wanataka nao kuwa mapadri. Je, wanawake wa Mikocheni na nyinyi mnataka kuwa mapadri? Hamtaki? Kwa hiyo kuna hiyo changamoto. Kila mtu ana nafasi yake. Na katika maadhimisho ya sakramenti
wote tunashiriki zile ofisi za Kristo: ukuhani, unabii na ufalme. Mimi ni kuhani na wewe ni kuhani. Katika nafasi yako una ukuhani kwa sababu ya sakramenti ya ubatizo. Tunapobatizwa tunapata huo ukuhani wa jumla, tunaita common priesthood, ukuhani wa jumla. Alafu kuna ukuhani wa huduma ambao ndo kama mimi sasa ama Father Eduardo. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi yake. Kuhani kwa ajili ya kutolea sadaka, kusimama badala ya Kristo. Lakini muumini unakuwa kuhani kwa nafasi yako katika kushiriki hilo tukio la kiliturujia. Kwa hiyo kila mtu ana nafasi yake. Na kielelezo chetu kiwe nani? Mama Bikira Maria, ambaye ni mfano wa muamini mwaminifu wa maadhimisho hayo ya kiliturujia, kwa sababu yeye alikuwepo tangu mwanzo, umwilisho mpaka ufufuko. Liturujia inakuwa na vipengele vidogo vidogo ambavyo vinaiunda. Vipengele hivyo ni vifuatavyo. Jambo la kwanza ni neno la Mungu ama maandiko matakatifu. Liturujia yote inayofanyika lazima tutafanyaje? Tutahusisha na neno la Mungu. Tukiangalia hizo nguzo 4, misa takatifu tunafanyaje? Tunasoma masomo. Liturujia ya vipindi, zile zaburi au masomo ni masomo, neno la Mungu. Lakini pia kuna somo la pekee mule. Tukija sakramenti zote zina maelekezo ya kusoma neno la Mungu ndani yake. Nini nyingine? Ya 4? Kuabudu Ekaristi. Tunafanyaje? Tunasoma, tunatumia masifu, ama tunasali rozari, ama tunatafakari kimya, ama neno la Mungu, ama sala fulani. Zote zina chimbuko kutoka katika maandiko matakatifu. Kwa neno la Mungu. Kingine ni sala. Matendo yote ya kiliturujia haya yanaundwa na sala, lazima kuwe na sala. Na sala ni nini? Ni mawasiliano yetu sisi na Mungu. Tunamwambia Mungu kwa mitindo mbalimbali, aidha kwa shukrani, aidha kwa kumsifu, kwa kumwabudu, kwa kumtukuza. Lakini pia tunaweza tukampelekea Mungu kwa aina mbalimbali. Hiyo sala inaweza ikawa ya maombi, inaweza ikawa ya maombezi, kuwaombea watu wengine, inaweza ikawa ya kumshukuru Mungu, lakini wakati mwingine kuomba toba ama huruma ama msamaha. Kingine ni ishara na alama zinazotumika. Katika liturujia kuna alama na ishara mbalimbali. Kuna maji, kuna mkate na divai, kuna ishara mbalimbali tunazozifanya. Kwa mfano sakramenti ya ndoa, kuna pete sakramenti ya kipaimara, kuna mafuta ya krisma, ubatizo, daraja takatifu, mafuta ya krisma, mafuta. Hizo zote zinakuwepo katika liturujia. Ni vipengele vinavyohusika. Nyimbo na mziki. Liturujia inahusisha nyimbo, tunaimba. Ndio maana katika misa tunaimba nyimbo, kuna kwaya na kadhalika. Lazima kuwe na muda maalum. Tukio lolote la kiliturujia linahusisha muda. Hatuwezi tukaanza kusali misa saa 1 mpaka saa 8. Tutakuwa tunafanyaje? Kutakuwa na utaratibu maalum. Tukitoka hiki tunakuja hiki. Ndio hiyo uratibishaji wa liturujia. Muda na mahali pa kufanyia. Lazima mahali patambulike. Hatuwezi tukafanyia hizi liturujia labda baa au kwenye kumbi ya starehe. Lazima kuwe na mahali fulani, aidha kanisani ama mahali ambapo pataendana na huo uchaji wa eneo husika. Hatuwezi tukawa tunasali hapa alafu huko anapiga mziki mkubwa. Haiwezekani. Kwa ni vipengele vinavyounda liturujia. Juzi tarehe 1 mpaka tarehe 8 kulikuwa na
na kongamano la wanaliturujia barani Afrika, na mshukuru Mungu nilipata hiyo nafasi ya kushiriki. Na mada kubwa katika hilo kongamano ilikuwa inahusu utamadunisho ndani ya liturujia. Utamadunisho ndani ya liturujia. Kwa maana gani? Katika haya matendo yetu ya kiliturujia tuna mila na desturi zetu. Je, liturujia ambayo imeletwa kutoka katika Injili inaleta madhara gani katika mila na desturi na tamaduni zetu sisi kama Waafrika? Ndio kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinajadiliwa. Na mada ambazo zilikuwa na mvuto ama zilikuwa na changamoto kubwa ni juu ya nyimbo na kucheza katika liturujia. Yaani ile miondoko katika liturujia. Pengine hata sisi tunaweza tukawa na hiyo changamoto, tumeiona. Nyimbo zipi zitumike katika maadhimisho haya ya kiliturujia? Pengine umeshawahi kuona kwamba nyimbo fulani hii kama sio ya kiliturujia tunaweza tukaitumia kwenye sherehe huko ukumbini, sio kwenye liturujia. Je, ni nyimbo gani na vitu kama hivi? Kwa hiyo katika liturujia nyimbo na namna ya kuenenda, vitu kama matendo, tunapoingia katika liturujia kuna kusimama, kukaa, kupiga magoti, yote hayo yanaunda liturujia. Na ndio yanatupeleka kwenye lengo msingi tulosema kumwabudu Mungu na sisi tutakatifuzwe. Kwa matendo yote tunayoyafanya, utaratibu wote tunaoufanya, lengo lake kumwabudu Mungu na sisi tutakatifuzwe. Katika liturujia nimeshasema kuna nguzo 4. Tutamwangalia Mama Bikira Maria katika hizo nguzo na kuona uwepo wake umo. Jambo la kwanza ni misa takatifu. Misa takatifu ni nini? Misa takatifu ni sadaka ya Bwana wetu Yesu Kristo, sadaka ya Agano Jipya, ambapo kwa mikono ya padre, nafsi ya pili Bwana wetu Yesu Kristo anamtolea Mungu Baba mwili na damu yake kwa ajili ya nini? Ya wokovu wa ulimwengu mzima. Ndio misa takatifu. Padre anasimama badala ya Kristo. Maana mimi nikiwa katika maadhimisho ya Ekaristi nakuwa sio Benja, anakuwa Kristo mwingine kwa nguvu ya sakramenti ya daraja takatifu. Sasa katika maadhimisho yetu ya misa takatifu tunasali Mama Bikira Maria kwa maombezi yake, tunamuomba, tunasemaga na Mama Bikira Maria, nafasi yake ipo. Lakini tukirudi nyuma kuangalia maana ya misa takatifu, kwa kifupi misa takatifu ni pale msalabani. Yaani hapa tunachokifanya ni kile ambacho kilifanyika Kalvari. Misa takatifu ni sadaka ya Yesu msalabani, inafanywa upya, sio kumbukumbu, inafanywa upya. Manake misa inapofanyika ni Yesu Kristo anatoa mwili wake na damu yake hic et nunc, yani katika ukamilifu wake hapo hapo, kama alivyotoa kule miaka 2000 iliyopita, sio kihistoria, katika ukamilifu na uhai. Wapo waliopinga, waliobisha. Kuna miujiza ilitokea. Muujiza maarufu ni ule wa Lunciano. Wakaenda kupima ile hostia ambayo iligeuka kuwa mwili na damu halisi wa mwanadamu, sio kumbukumbu. Na katika msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo alikuwepo nani? Mama yake, Mama Bikira Maria. Injili inatuambia hivi. Kwa hiyo huwezi ukamweka mbali ama ukamweka pembeni Mama Bikira Maria. Na sio kwamba Mama Bikira Maria anakuwa mkubwa, hapana. Anakuwepo katika adhimisho hilo la sadaka ya Yesu msalabani,
upya katika misa takatifu. Kwa hiyo uwepo wa Mama Bikira Maria tunauona katika adhimisho la misa takatifu kwa sababu alikuwepo katika sadaka ya Yesu aliyotoa msalabani. Na tunapoadhimisha misa takatifu kuna sherehe mbalimbali, kumbukumbu na sikukuu mbalimbali za Mama Bikira Maria ambazo tunaziadhimisha katika misa takatifu. Mfano, tarehe 15 Agosti tutaadhimisha kupalizwa mbinguni kwa Mama Bikira Maria. Tutaadhimisha katika misa takatifu. Kwa hiyo Mama Bikira Maria anakuwepo katika liturujia ya misa takatifu. Jambo la pili ni liturujia ya vipindi. Liturujia ya vipindi ni nini? Ni sala rasmi ya hadhara ya kanisa ambapo kwa nyakati tofauti tofauti tunamtolea Mungu sifa, shukrani, kumwabudu na kumtukuza. Na inasindikizwa na tafakari kutoka katika masomo, zaburi na nyimbo mbalimbali. Lakini mwisho wa siku tunaziazimisha kwa vipindi tofauti tofauti. Kihistoria tunachukua kutoka katika Wayahudi ambao walikuwa wanasali kwa vipindi tofauti tofauti, asubuhi, mchana, jioni na usiku. Lakini liturujia ya vipindi ambayo tunaiona hivi leo, manake masifu yale tunayoyaona leo yana historia na kukua kwa nyakati tofauti tofauti. Lakini mapokeo yanatuambia Mtakatifu Benedikto ndio aliweka katika utaratibu mzuri kwamba sala na kazi, kuna wakati wa kusali, kuna wakati wa kufanya kazi. Na katika sala hizo tutasali kwa vipindi gani? Tutasali alfajiri sana, akaita vigilia. Baadaye asubuhi akaita masifu ya asubuhi, lauds. Baadaye sala za mchana, ambazo sala za mchana wakazigawanya katika makundi matatu. Kuna adhuhuri, kabla na baada ya adhuhuri. Kuna masifu ya jioni, tunamalizia na sala ya usiku. Kwa hiyo katika vipindi vyote, nyakati zote, kanisa lina utajiri wa kusali. Kanisa lina utajiri wa kusali asubuhi, mchana, jioni na usiku. Na Mtaguso wa Pili wa Vatikano umeelekeza ile hati inayohusiana na masuala ya kiliturujia kwamba inapendeza muamini mlei walau waweze kushiriki liturujia ya vipindi, masifu ya asubuhi na ya jioni walau. Lakini mtu ambaye amepata daraja kuanzia shemasi na kuendelea inakuwa ni lazima, na pindi anaposhindwa kusali anakuwa anatenda dhambi. Liturujia ya vipindi. Kwa liturujia ya vipindi inatupeleka katika tafakari kwamba Mama Bikira Maria alitambua nyakati hizo pia za sala. Katika maadhimisho mbalimbali ya kiliturujia ya Kiyahudi alishiriki yeye pamoja na mwanaye na Mtakatifu Yosefu. Tunakumbuka mtoto alipofikisha umri wa siku 8 sijui walimpeleka hekaluni. Alipofikisha umri wa miaka 12 walimpeleka tena hekaluni na kutolea sadaka na kadhalika. Kwa hiyo anatambua kwamba kuna nyakati za kumtolea Mungu muda wako, sala katika muda. Ndio maana inaitwa liturujia ya vipindi. Na katika liturujia ya vipindi wale wanaosali watakuwa mashahidi. Hizi sherehe tunazoziazimisha za Mama Bikira Maria pia zipo katika yale masifu. Tunapoadhimisha mfano tarehe 15 mwezi wa 8 sherehe ya Mama Bikira Maria mpalizo wa mbinguni, tunaadhimisha misa, lakini pia katika masifu kule kuna masifu ya mtindo huo yanayotuongoza kwamba sherehe ya Mama Bikira Maria leo na ya watakatifu mbalimbali. Kwa hiyo inagusa vipindi hivyo. Tunaalikwa kupenda kushiriki katika hizi liturujia hasa za masifu. Hapa wanasali masifu ya asubuhi, lakini wanakuaga tu wachache, kina Mama Seba hapo na kujaga wachache na masista.
ina utajiri wake, ni sehemu nzuri sana katika liturujia. Ni sehemu nzuri sana katika liturujia. Lakini pia uwepo wa mama Bikira Maria katika hayo masifu kwa namna ya pekee. Kuna ule wimbo wa shukrani, wimbo wa sifa ambao mama Bikira Maria tunauimba, Magnificat, moyo wangu wamtukuza Bwana, upo katika breviary, tunasali katika masifu ya jioni. Kwa mama Bikira Maria yupo katika liturujia hiyo ya vipindi katika maana hiyo. Jambo la tatu, kuabudu Yesu katika Ekaristi. Tunapomwabudu Yesu katika Ekaristi, manake tunaweza tukasema kwa maneno mengine kumwabudu Yesu ama uwepo halisi wa Bwana wetu Yesu Kristo nje ya adhimisho la misa takatifu. Nje ya adhimisho la misa takatifu ndio tunaifanya hapa mara nyingi Alhamisi. Na kinachotakiwa kimsingi katika kuabudu Ekaristi, tunapaswa kuongozwa na ukimya, sala, nyimbo na tafakari. Tafakari hasa inapendekezwa ni tafakari binafsi na sio mahubiri. Tunamweka Yesu Ekaristi afu hapa padre anakuwa anahubiri. Inaondoa ile focus ama concentration ama umakini katika sasa niwe namsikiliza Yesu au nimsikilize padre. Ndio maana inashauriwa hata kama tafakari inabidi uitoe, wale wataalamu waliturujia wanasema padre aitolee akiwa huko. Manake wote tunakuwa mbele ya Bwana mkubwa, Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapokuwa huku, Yesu yupo huku, tunatambua, tunamwabudu, tunampa sifa akiwa huku, yeye ndiye mkuu kuliko wote. Na jambo hilo alilifanya nani? Mama Bikira Maria. Kutambua uwepo wa Bwana wetu Yesu Kristo na nguvu yake. Alitambua. Alimwabudu. Alimtukuza na kumuona ni Mungu. Ndio maana tunamuita mama wa Mungu. Sakramenti kama nguzo ya 4 ya liturujia. Sakramenti tunasema ni alama wazi zilizowekwa na Bwana wetu Yesu Kristo kutuletea nini? Neema ya wokovu. Sakramenti zote zinalenga hilo, kutuletea neema ya wokovu ama neema ya utakaso. Kimsingi Mungu alipomuumba mwanadamu tangu mwanzo alimuumba pasipo dhambi. Ila mwanadamu kwa kukosa utii akaangukia katika dhambi. Ilipoingia dhambi, Mungu akaona nitafanya namna gani ya kumkomboa. Akamtuma mwanae ili kila anayemwamini afanyeje? Aokoke. Ndiyo hiyo neema ya utakaso. Na ataokolewa kwa namna gani? Kwa hizo sakramenti. Sasa sakramenti ni njia ya kutufikisha mbinguni. Simkumbuki mtakatifu gani alisema kwamba sakramenti ni kama shortcut ya kwenda mbinguni. Ni njia ya mkato ya kwenda mbinguni, kwa sababu kupitia sakramenti tunapata neema ya utakaso. Kwa sakramenti ya ubatizo, baada ya dhambi ya asili, baada ya anguko lile tulirithi dhambi. Tunaita dhambi ya asili. Dhambi ya asili inatuondoa katika ule uwepo na Mungu kama walivyokuwa mwanzo walivyoumbwa. Sasa ili tuweze kurudi katika uwepo wa Mungu, tunabatizwa. Sakramenti ya ubatizo. Kwa hiyo kazi yake ni kutuondoa ama kutuondolea hiyo dhambi ya asili. Na mwisho wa siku tunapata hiyo neema ya utakaso na kuwa viumbe vipya. Lakini kwa sababu dhambi ya asili na madhara yake, inatengeneza kitu kinachoitwa muegemeo kwenye dhambi, inclination to sin, ambao muegemeo wa kutenda dhambi ndio tunao, ama concupiscence wanaita. Yaani unakuta unaungama, baada ya muda unatenda tena dhambi. Unaungama, unatenda tena dhambi. Hayo ni madhara ya nini? Ya ile dhambi ya asili. Sasa
ninapobatizwa na kuondolewa dhambi ya asili, nikianguka tena dhambini, kuna sakramenti ya kitubio inakuja, inakusafisha, inakuponya kutoka katika hiyo hali ya dhambi. Sasa Mama Bikira Maria tunaadhimisha fumbo kubwa kabisa, mkingiwa dhambi ya asili. Mkingiwa dhambi ya asili na mahusiano na sakramenti ya ubatizo. Kwa sababu sakramenti ya ubatizo inaondoa dhambi ya asili. Mama Bikira Maria ni kiumbe pekee ambaye alikingiwa na hiyo dhambi ya asili. Alikingiwa na hiyo dhambi ya asili kwa sababu gani? Kwa sababu ya kazi ambayo atakuja kuitimiza, mpango wa Mungu wa wokovu. Maana yake atakuja kumzaa mwana, Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo katika kuadhimisha sakramenti ya ubatizo tunaona nafasi fulani ya Mama Bikira Maria. Sio kwamba yeye ndio anaondoa hiyo dhambi, hapana. Anatuonyesha kwamba uwezo wa Mungu wa kuondoa dhambi ni mkubwa, na Mungu anaweza akamfanya mtu vyovyote anavyotaka, kama mama yetu Bikira Maria alivyompa hiyo zawadi ya kumkingiwa na dhambi ya asili. Amemkingia dhambi ya asili. Sakramenti ya kipaimara. Sakramenti ya kipaimara tunaadhimisha kushukiwa kwa Roho Mtakatifu kwa watu wote na mapaji yake. Mapaji yale 7 ambayo Roho Mtakatifu anawashukia na kuwapatia watu, ambayo katika maandiko matakatifu, kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaadhimisha sherehe kubwa ya Pentekoste, kuanza kwa kanisa na kushukiwa kwa Roho Mtakatifu kwa mitume, ambapo Mama Bikira Maria pia alikuwepo. Na kabla ya kushukiwa kwa Roho Mtakatifu zilipita siku 9 wakiwa katika sala na kujifungia, asili ya novena, manake walikuwa wanasali. Kumbe tunaposali novena, kama sisi tunaposali novena, tunapoadhimisha sherehe ya Pentekoste, tunapoadhimisha sakramenti ya kipaimara, tunatambua nafasi ya Mama Bikira Maria kwamba naye alishukiwa na Roho Mtakatifu pamoja na mitume katika siku ya kwanza ya kuanza kwa kanisa. Kwa hiyo kuna uwepo katika maadhimisho hayo ya liturujia. Sakramenti ya kipaimara inapotolewa, adhimisho la misa takatifu sikukuu ya Pentekoste, ama liturujia ya vipindi, sherehe ya Pentekoste na kadhalika. Uwepo wa Mama Bikira Maria katika hizo sakramenti. Sakramenti ya Ekaristi ambayo ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, hiyo sasa Mama Bikira Maria aliipata kwa namna ya pekee, kwamba Yesu Kristo mwenyewe alikaa tumboni mwake miezi 9. Alikaa miezi 9 tumboni mwake akamzaa. Kwa hiyo Bwana wetu Yesu Kristo kama Mungu kweli alipata ubinadamu kweli kupitia Mama Bikira Maria. Kumbe tunapoadhimisha Ekaristi, mwili na damu yake, tunakumbuka kwamba Yesu alipata mwili wake kutoka katika mwili wa Mama Bikira Maria. Kwa hiyo kuna uwepo wake katika maadhimisho ya sakramenti ya Ekaristi. Kwa kuongezea, pia katika msalaba Bwana wetu Yesu Kristo alikuwepo, ambapo Ekaristi inatukumbusha msalabani, Yesu alipojitoa mwili na damu yake, kifo chake kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu mzima, Mama Bikira Maria alikuwepo. Sakramenti za huduma, yani sakramenti ya ndoa na sakramenti ya daraja takatifu, tunashuhudia pia uwepo wa Mama Bikira Maria katika maadhimisho ya kiliturujia ndani ya sakramenti hizo. Sakramenti ya daraja takatifu nianze, tunakumbuka pale msalabani alikuwepo Mtume Yohane, au anasema mwanafunzi aliyependwa sana na Bwana. Na Yesu akamwambia, mama, tazama mwanao, mwana, tazama mama yako. Kwa sala hiyo mapadre wanajikabidhi chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Kwa hiyo Mama Bikira Maria ni mama wa mitume, tunasema malkia wa mitume ama malkia wa mapadre ama mama wa mapadre. Kwa hiyo kuna uhusiano huo. Sakramenti ya ndoa
ni adhimisho ambalo wale wanaofunga ndoa, mwanamume na mwanamke, sio mwanaume na mwanamume wala mwanamke na mwanamke, mwanaume na mwanamke wanapokubali kuishi kwa upendo, kushirikiana mpaka kifo kitakapowatenganisha, wao ndio waadhimishi wa sakramenti ya ndoa. Kuhani ama shemasi ni mashahidi. Tunasemaga padri amenifungisha ndoa. Ndoa mnafunga nyie, padri yeye ni shuhuda ama shahidi wa sakramenti ya ndoa ambao mnaiadhimisha nyie wanandoa. Katika muujiza ama ishara ambazo Yesu alizifanya, ishara ambayo alifanya kwa mara ya kwanza Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa ni katika sakramenti ya ndoa, muujiza wa Kana. Mara nyingi tunasoma katika tunapoadhimisha sakramenti ya ndoa, lakini pia ipo katika Dominika fulani ya kipindi cha Pasaka. Katika adhimisho lile, muujiza wa Kana, wale wanandoa, kitu cha ajabu hawatajwi. Injili haiwataji. Inasema Bwana si mkuu wa meza, inamtaja Yesu, inamtaja Mama Maria. Lakini wale wanaharusi hawatajwi kabisa kwa majina. Mama Bikira Maria tunaambiwa aliona kwamba wametindikiwa na divai, akamwambia mwanae Bwana wetu Yesu Kristo hawana divai. Yesu akamjibu kwa ukali kidogo. Biblia inatuambia akamwambia, nina nini nawe wewe mwanamke? Saa yangu bado. Bikira Maria akatambua, akawaambia wale watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Baadaye wakafuata. Yesu akabadilisha maji yakawa divai, na ile divai ikawa nzuri sana kuliko hata ile ya mwanzo, kitu ambacho ni tofauti katika sherehe zao. Walikuwa wakiona ile divai mbaya mbaya ndio wanaiweka mwishoni. Na ilikuwa katika harusi. Nafasi ya Mama Bikira Maria katika sakramenti ya ndoa. Katika maisha yetu ya ndoa tukimbilie maombezi ya Mama Bikira Maria, kwa sababu ana nafasi katika maadhimisho hayo. Sakramenti ya mpako wa wagonjwa, huwa watu wanasema sakramenti ya mpako wa mwisho. Sio mpako wa mwisho, kwa sababu wapo wanaopakwa wanaishi, lakini bahati mbaya wapo wanaopakwa wanafanyaje? Wanakufa. Basi watu wanaona hiyo sakramenti ya mwisho. Sakramenti ya mpako mtakatifu wa wagonjwa manake kuwaponya watu, lakini pia kuwapa nguvu, lakini pia inawaondolea dhambi wale wagonjwa ambao wanashindwa kuungama. Ni tukio la moja la matendo ya huruma, kuwatembelea wagonjwa na kuwafariji. Mama Bikira Maria ana nafasi pia katika sakramenti hiyo, kwa sababu mara baada ya kutokewa na malaika na kuambiwa kwamba salamu wewe uliyejaa neema, utamzaa mwana, Roho Mtakatifu atakushukia. Kitendo cha Mama Bikira Maria kukubali na kukubali na kusema kwamba mimi ndimi mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyonena. Ecce ancilla Domini nunciavit Maria, nitendewe ulivyonena. Kitendo cha kusema ndio, Roho Mtakatifu akamshukia. Tangu pale ile kufanyika mimba ikaanza. Sasa anafunga safari kutoka alipokuwa huko, anaenda kumtembelea Elizabeti. Na Elizabeti anapomuona anafurahi na kumsalimia mwanamke yule barikiwa, kwa sababu alitambua kwamba amembeba Bwana. Bikira Maria alipomtembelea Elizabeti alikuwa katika ujauzito wa Yohane Mbatizaji. Kwa tafakari nimeona kwamba Elizabeti katika hiyo hali ya ujauzito ni kama mtu ambaye alikuwa katika hali ya ugonjwa, tunasema anahitaji msaada, na Mama Bikira Maria alienda kukaa naye na kumsaidia kwa muda wa miezi 3. Sakramenti ya mpako wa wagonjwa inaonyesha pia uwepo wa Mama Bikira Maria tunapoiadhimisha. Ule upendo wa kwenda kuwatembelea wagonjwa,
kuwafariji na kuwasaidia. Kuwafariji na kuwasaidia. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Tunapoadhimisha maadhimisho haya ya kiliturujia katika maisha na utume wa kanisa, tunaalikwa tuadhimishe katika uhai. Jambo la kwanza ni kujiandaa. Tunapoadhimisha tendo lolote la kiliturujia, inaweza ikawa misa takatifu, liturujia ya vipindi, sakramenti yoyote ambayo tunaiadhimisha, na hata kuabudu Ekaristi, tunapaswa kujiandaa kiroho, kimwili, kimazingira na kila kitu, ili tutakapoenda kuabudu ama kuadhimisha hilo tendo, Mungu atukuzwe kweli na sisi tupate wokovu. Kujiandaa. Jambo la pili, ushiriki hai, ambao Mtaguso wa Pili wa Vatikano unaelekeza kwamba tuwe na ile active participation. Padre anasema Bwana awe nanyi, wewe umekaa kimya. Wanakwaya wanaimba tu wanakwaya. Sio kazi ya wanakwaya kuimba. Wote tunapaswa tufanyeje? Tuimbe. Kushiriki katika masakramenti. Sakramenti inapoadhimishwa, basi tushiriki katika uhai kama vile Mama Bikira Maria alivyoshiriki. Tunapoendelea na novena yetu, tumuombe Mungu atujalie tuweze kufikia hiyo hali ya Mama Bikira Maria ya mwaminifu na mwenye imani mbele ya maadhimisho ya kiliturujia pindi tunapoyaadhimisha. Tumsifu Yesu Kristo.